Naam, zilianza saa 24. Sasa tunazungumzia wiki mbili za mashambulio kati ya Iran dhidi ya Marekani na Israel, lakini kwa sehemu kubwa ni eneo la Mashariki ya Kati, na kila upande ukionekana kuwa na kauli za kibabe, na bado mpaka hivi sasa hatma ya mgogoro huo ama mapigano hayo haijulikani, hali ambayo inazua taharuki dunia nzima. Misimamo inatangazwa. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, yeye anasema kwamba dhamira yake ni kuondoa madarakani utawala wa viongozi wa kidini wa Iran, huku msimamo wa kiongozi mpya wa Iran, huyu ni Ayatollah Mojtaba Khamenei, akisema kwamba yeye anataka majirani zake wote wazifunge kambi za kijeshi za Marekani. Dunia ni kama imechanganyikiwa kwa kinachoendelea. Nini hatma yake na ni kwa namna gani pengine mzozo huu unaweza ukazimwa na taharuki hii ikaondoka na dunia ikabaki katika hali ya utulivu? Karibu katika sehemu ya pili ya mwendelezo wa mjadala ambao tulianza juma lililopita juu ya mapigano yanayoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati. Mimi ni Raymond Nyamwihula. Wageni wetu leo hii tunaye Godwin Gonde, yeye ni mchambuzi wa diplomasia na siasa za kimataifa, lakini eneo la utatuzi wa migogoro ni eneo pia la utaalamu wake. Karibu sana Godwin. Asante. Na nashukuru kuwa naye katika kipindi hiki. Asante sana. Lakini pia tunaye Ibrahim Rabi ambaye tunaungana naye kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu UAE, akiungana nasi. Yeye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa ikiwemo eneo la Mashariki ya Kati. Rabi, karibu sana na nashukuru kwa kuwa nawe katika kipindi hiki. Shukrani sana Raymond. Na pengine nianzie kwako, utupe tu taswira ya majuma haya mawili, unaweza ukasema yamekuwa ni namna gani, ikizingatiwa kwamba tangu mapigano yanaanza ulikuwa Oman, pia sasa huko kwenye eneo la Umoja wa Falme za Kiarabu. Taswira gani unayoiona ukizungumzia majuma haya mawili kwa ufupi? Ni kweli kuwa nadhani tunaendelea tulipoishia. Hakuna mabadiliko makubwa sana kutoka wiki iliyopita tulivyozungumza mimi na wewe. Na mabadiliko hakuna, kwa sababu kuna kile ambacho kinatangazwa kwenye vyombo vya habari na kule kuna kile ambacho ni halisi tunakutana nacho sisi hapa Mashariki ya Kati, kwa nchi zimesimama kiuhalisia, ukiondoa nchi chache sana ambazo mambo yake yanakwenda kama Oman na baadhi ya maeneo ya Saudi Arabia, lakini hizi nchi zingine zote hali si nzuri sana na vurugu zinazidi kuwa kubwa sana. Mgogoro wa upande wa pili wa Israeli na Lebanon ambao sasa unaelekea upande wa pili wa Syria na wenyewe umezidi kuwa ni mbaya zaidi, lakini machafuko ambayo yalikuwepo awali kule Iraki yameendelea kuwa vile vile, na ongezeko la mashambulizi limezidi hasa katika jimbo la Kurdistan kule Erbil. Mashambulizi yamekuwa ni makali sana, lakini mashambulizi yanayoelekezwa kwenye ubalozi wa Marekani Baghdadi yamekuwepo. Lakini ndani ya Irani pia kumekuwa na mashambulizi makubwa zaidi yanayofanywa na Marekani. Kwa mkia leo kuna mashambulizi yamefanywa kwenye kisiwa cha Kargi ambacho naweza nikasema ndio ngome kuu ya usafirishaji wa mafuta ya Irani. Marekani imeepuka kushambulia miundombinu ya mafuta, lakini imeshambulia jeshi. Hali kadhalika mfereji wa Hormuz umeonekana kuwa ni kitendawili kigumu. Wa Irani wameshikilia pale pale na hakuna meli inayopita, na udhibiti wa mfereji umebaki mikononi mwa Irani. Kwa hiyo hali ya Mashariki ya Kati bado haijatengemaa kwa kiwango kikubwa kwa baadhi ya nchi nyingi ambazo zilianza kwenye mgogoro hapo awali, mpaka hivi sasa zimeshiriki kwenye mgogoro, isipokuwa kwa nchi chache tu. Asante sana Rabi kwa utangulizi huo. Gonde, umeangalia kinachoendelea katika hizi wiki mbili. Ulitarajia kwamba tungefika kwenye hizi wiki mbili kama ambavyo wengine walikuwa wanasema ni swala muda mfupi Israel na Marekani watamaliza kazi yao Iran? Kwa kweli Iran ameshangaza wengi, kwa maana kwamba ni taifa ambalo limefanya hii vita kuwa ndefu kwa kiasi hiki, na inaleta pia changamoto katika namna pia ya kuizima, kwa sababu jinsi ambavyo aliitikia uvamizi au mashambulizi ambayo yalielekezwa kwake ni namna ambavyo haijashangaza tu ulimwengu, imeweza pia hata kuwashangaza Marekani na Israeli wenyewe, ambao huenda waliamini kwamba baada ya kumtoa kiongozi basi wangepata labda kuungwa mkono kwa umma wa Iran au kuasi basi kwa wanajeshi ambao wako Iran, lakini inaonekana kwamba bado kuna umoja wa Iran, lakini vile vile wakipata mwitikio pia kutoka kwa mataifa mengine ambayo kwa namna moja au nyingine wanawahurumia, lakini wanakerekwa pia na kiburi cha Marekani ambacho kwa muda mrefu amekuwa akikionyesha. Kwa hiyo bado vita hii ni mbichi, au niseme bado ni changa, lakini diplomasia yenyewe inafanya kazi wakati wowote wa mgogoro, pale ambapo kabla hujaanza, unapoanza na hata unapokuwa
utakapokuwa mkali kama sasa hivi, tunachoamini kwamba taarifa njema ni kwamba hakuna vita ambayo inapiganwa milele. Tutakuja kuiangalia nafasi ya diplomasia. Rabi, Gonde hapa ametuambia miongoni mwa vitu ambavyo vimeshangaza ni huo uwezo wa Iran kuhimili vishindo vya Israel na Marekani, wakati huo Iran pia ikishambulia nchi nyingine ambazo zina kambi za Marekani. Lakini eneo lingine ambalo watu wanaona ni kama la kushangaza pia ni kuona kwamba Iran imepata kiongozi mpya bado amekuwa ni wa mafichoni, haonekani. Kwako unatazama vipi hili? Ukisikiliza vyombo vya habari vya magharibi sana vinazungumza kuhusu hili kiongozi kujificha. Unafahamu kuwa Marekani na Israeli ni nchi zenye nguvu sana. Si tu kuwa nchi zenye nguvu sana, ni nchi ambazo zinaongoza kwa kuvunja sheria na za kimataifa. Unapomtishia kiongozi wa nchi, huo sio ushujaa. Unapomuua kiongozi wa nchi, huo sio ushujaa. Ni ukiukwaji wa haki za binadamu, ni ukiukwaji wa sheria za kimataifa. Kwa hiyo nalishangaa sana kwa kuona kuwa media za magharibi zinalizungumza hili kama ufahari. Lakini kama tungetaka kuainisha kuwa viongozi wanajificha, nadhani video nyingi zimeonekana jana Teherani. Viongozi hata kiwemo Rais Masoud Pezeshkian alishiriki kwenye yale maandamano ya Tutsi pamoja na kiongozi Ali Larijani ambayo Marekani imetangaza zawadi kwa yoyote atakayetoa taarifa zake. Hawa ni viongozi ambao wameonekana kabisa wakiwa mtaani wanazunguka na watu. Lakini ukirudi upande wa pili, hatuwaoni hivyo viongozi wa upande wa pili kama Israeli wakiwa wanazunguka. Kwa hiyo nadhani tu ni tafsiri ya vyombo vya habari vya magharibi kuwa hawa viongozi wamejificha, wamefanya nini. Ni vigumu kusema kuwa kiongozi mkuu labda akajificha, na kama akijiacha wazi kuwa wanaweza kumuua kwa sababu hawana sheria wala hawana haki, wanaweza kumuua na Irani watakuwa ni wazembe wa kiwango kikubwa. Ni bora hizi hatua ambazo wanaweza wakazichukua, lakini kikubwa kinabaki kuwa malengo na mgogoro jinsi unavyokuwa. Mfano, leo Marekani CENTCOM imetangaza kuwa kikosi kimoja cha USS Tripoli ambacho kinatoka kule Japani kinasogezwa Mashariki ya Kati, ambacho kitakuwa na jumla ya askari 5,000. Hawa ni askari wa kikosi maalum cha majini kwa ajili ya kutaka kuachia mfereji wa Hormuz. Maswali ni mengi ambayo yanakuja kuwa hivi sasa tunashughulika na mfereji wa Hormuz, tumeacha regime change au mabadiliko ya yepi ambayo yametokea, kwa sababu kuna mambo mengi yanabadilika kwa wakati na watu hawatuambii, kwa sababu hatumsikii tena Donald Trump na Netanyahu au na ulimwengu wa magharibi wanapozungumza kwenye hotuba zao kuweka lile neno la regime change. Tunasikia kuwa tunamaliza makombora, tunasikia uwezo wao wa nyuklia, tunasikia kukata uwezo wake wa proxy. Lakini uhalisia unaotuonyesha ni vitu viwili tofauti kabisa, kwa sababu kama kungekuwa na hicho ambacho Donald Trump anatuambia kuwa uwezo wa Iran umemalizwa kabisa, hakuna tena jeshi wala hawana tishio lolote, manake tungeshuhudia mfereji wa Hormuz unapitika. Hapo kuna kambi za kijeshi za Marekani zimejaa. Bahrain hapo kuna kambi maalum ya kijeshi ya Marekani ya majini kabisa. Lakini Al Udeid kuna kambi kubwa kabisa. Askari 13,500 wa Marekani wapo Kuwait. Na ndio katika nchi ambazo zimefungwa kwa 100% kupitisha chochote kwenye mfereji wa Hormuz. Askari 40,000 wa Marekani wako hapa. Lakini Irani bado wameudhibiti mfereji wa Hormuz. Marekani anatuambia anaongeza askari 5,000 hapa. Ni kitu ambacho kuwa hakikuwepo awali, kwa sababu tulifahamu kinachopatwa Irani ilikuwa ni mabadiliko ya uongozi. Lakini sasa hamna hadithi ya mabadiliko ya uongozi, tunazungumza kuhusu mfereji ufunguliwe. Kwa hiyo unaweza ukaelewa picha ya pili ambayo inakuja kwa huu mgogoro sivyo unavyoripotiwa na uhalisia uliopo kwenye mgogoro. Sasa kwenye msingi wa mjadala wetu wa leo, dunia nzima inatamani kuona Mashariki ya Kati inakuwa na utulivu na mambo yanaondoka, hizi taharuki zinaondoka. Kwenye ufunguzi wa matangazo ya Gonde nilisema ile misimamo Benjamin Netanyahu na washirika wake kwa maana ya Marekani wanataka kuona ule utawala wa viongozi wa kidini wanauangusha unaondoka. Lakini uongozi mpya wenyewe unasema kwamba hapana, sisi tunataka kambi za Marekani zote kwa nchi jirani zifungwe. Diplomasia na dhana ya utatuzi wa migogoro inatuongoza vipi katika hali kama hii? Utatuzi wa migogoro ni sayansi kama zilivyo sayansi nyingine nyingi. Na hali ya mgogoro ambapo imefika kwa sasa ndio tunaita iko kwenye peak, iko juu kabisa, ambapo ni ngumu kwa haya mataifa yenyewe kwa yenyewe kuweza moja kushuka na kumuonesha mwingine kwamba niko tayari, kwa sababu kama Rugby alivyoelezea kwa upana sana, malengo ya vita yanabadilika kila uchwao. Lakini cha kuongezea kati alichokiongea ni kwamba
kwenye vita kuna propaganda na propaganda ndio silaha kubwa ambayo inatumika wakati wa vita, na ndio maana mengi ambayo tunaambiwa ni tunadanganywa na mtu ambaye yuko kwenye field. Sasa kwa mfano yeye ambaye yuko UAE pale anaweza kuyaona, na kama anavyotujuza hapa mengi ya vyombo vya magharibi inaelezea katika upande mmoja. Sasa diplomasia yenyewe inaruhusu hata nguvu ya mtu watatu kuweza kuingilia katika kupoza. Tumeona kuna muda fulani China alijitolea kutaka kujaribu kuleta suluhu, lakini aina ya wasuluhishwaji, mtu kama Marekani yuko tayari kusuluhishwa na China, mtu kama Israeli yuko tayari kusuluhishwa na China, na Iran kwa sasa na yenyewe imetoa vitu ambavyo inavihitaji kama ambavyo umevielezea hapo kwamba inataka kambi zote zifungwe, hivyo jambo ambalo Marekani yeye hawezi kulifanya kwa sasa. Kwa hiyo hatua ambayo inatakiwa, kwa sababu tushafika kwenye vita, ni kuanza kushuka sasa ceasefire. Haya makubaliano ya kuweka chini silaha yanahitaji msukumo wa ndani, lakini vile vile msukumo wa nje. Kwa hiyo nadhani baada ya muda fulani hapa mbele walau hali ya vita inaweza ikabadilika. Kubadilika kwa hali ya vita inaweza sasa ikatoa mwanya. Je, ni nguvu kutoka ndani au ni nguvu kutoka nje ambayo itawezesha sasa hawa mafahari wawili kuweza kukaa chini na kuweza kuamua ni yapi ambayo wataweza kukubaliana kuyapitisha, yale ambayo watakubaliana kwa sababu huwezi kuyapata yote ambayo unahitaji kwenye sayansi ya mazungumzo. Utapata machache kwa riski ya kupoteza, kupata na kukosa. Sawa sawa. Nilimuuliza mchambuzi wa siasa za usalama, kijeshi, mikakati ya kijeshi pamoja na masuala ya siasa, huyu ni Liaka Mlima, juu ya nini anachokiona anaposikia kwamba kuna masharti haya yanayojitokeza kwa kila pande, likiwemo la Marekani kushinikizwa kuondoa kambi zake za kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati, na hili ndilo ambalo alizungumza kwa ufupi akiwa kule mkoani Tanga. Swala la Marekani kuondoka Mashariki ya Kati si jambo jepesi, kwa maana kwamba Marekani ana maslahi mengi ya kiuchumi na ya kisiasa katika eneo hilo la Ghuba. Kwa hiyo sharti la Iran la kwamba Marekani iweze kuondoka Mashariki ya Kati, kwa maana kufunga kambi zake zote ili kama kutafuta suluhu ya vita, kwangu mimi naona ni jambo ambalo ni gumu, kwa maana kwamba Marekani atajaribu kulinda maslahi yake ya kiuchumi na maslahi yake ya kisiasa yanayopatikana katika Mashariki ya Kati. Ukiangalia kwamba katika nchi kama vile Imarati, nchi kama vile Katari, nchi kama vile Saudi Arabia, nchi kama vile Bahrain na kwingine kwa Kuwait, amewekeza mamilioni ya fedha katika maeneo hayo. Kwa hiyo si rahisi kwake yeye kuondoka katika eneo hilo kwa sababu tukashinikizwa na Iran. Kwa hiyo sioni akiondoka kirahisi kiasi hicho, na sharti hili kwa Irani halitekelezeki, kwa maana kwamba Marekani hawezi kutekeleza sharti kama hili. Lakini ikitokea ameondoka, hii ina faida kwa Irani na ina hasara kwa baadhi ya nchi za eneo hilo. Kwanza tuangalie faida ya Irani kama Marekani anaondoka katika eneo hilo, kwa maana kwamba kuondoka kwa Marekani kwenye eneo la Mashariki ya Kati kuna kwenda kuipa Irani unafuu wa kiusalama, kwa maana kwamba adui Marekani atakuwa ameondoka na Irani atakuwa amepata uafadhali wa kuondolewa kwa kambi za Marekani ambazo kwa muda mrefu zimekuwa ni tishio kwa usalama wa Irani. Lakini vile vile faida nyingine kwa Irani kama Marekani anaondoka, inakwenda kukuza ushawishi wa Irani kwenye eneo hili. Tunasema ni geopolitical influence katika eneo hilo la Ghuba, kwa maana kwamba Irani sasa atakuwa na uwezo wa kujitanua na kuzimeza kiushawishi zile nchi ambazo zinapatikana kwenye eneo hilo kama vile Iraki, kama vile Lebanoni, kama vile Syria, kama vile Bahrain, kama vile Kuwait na maeneo mengine ambayo kuna washia wengi ambao ni wafuasi wa madhehebu ambayo yanakubalika katika nchi ya Iran. Hasara kwa upande mwingine ni kwamba kama Marekani anaondoka, nchi za Mashariki ya Kati kwa maana kama Saudi Arabia, kama vile Qatar na zinginezo zitakuwa zimepoteza kinga ya kiusalama, kwa maana kwamba kwa muda mrefu Marekani amekuwa ni mlinzi wa hizi nchi ambazo zinaonekana kuwa zinatishwa na Iran. Kwa hiyo Marekani kujiondoa kwenye eneo hili maana yake ni kutengeneza tishio la usalama kwa nchi za Ghuba. Kwa hiyo naona hiyo ni hatari nyingine ambayo inaweza kutokea kama Marekani anaondoka kwenye eneo hili, kama nchi za Mashariki ya Kati ambazo kama vile Imarati ambazo ina jeshi kubwa la Marekani, nchi kama vile Bahrain ambayo ina jeshi kubwa la Marekani, nchi kama Saudi Arabia ambayo ina jeshi kubwa la Marekani. Kuondoka kwa Marekani kwenye eneo hili maana yake kwamba inakwenda kutengeneza tishio la kiusalama kwa hizi nchi, kwa maana kwamba Irani atakuza ushawishi wake kwenye eneo hili na hata ikiwezekana kutaka kuzivamia hizi nchi. Lakini uwepo wa Marekani kwenye eneo hili vile vile ni kitisho kwa Irani, kwa maana kwamba hawezi kuvamia hizi nchi kwa sababu ya uwepo wa majeshi ya Marekani. Lakini hasara nyingine naiona kwa Marekani kama anaweza kuondoka, maana yake kwamba anakwenda kupoteza ushawishi wake kwenye eneo hili la Mashariki ya Kati. Kwa muda mrefu ushawishi wa Marekani, tunasema ni geopolitical influence, umejengwa katika
imejengwa katika eneo hili kwa kutumia jeshi la Marekani na vishawishi vinginevyo. Kwa hiyo Marekani kuondoka kwenye eneo hili maana yake ni kwamba anakwenda kupoteza ushawishi wake katika eneo hili na kuiruhusu Irani kujenga ushawishi wake kwenye eneo hili la Mashariki ya Kati. Liaka Mlima, yeye ni mchambuzi wa siasa, usalama na mikakati ya kijeshi. Kipindi ni Chekeche, tukiangalia uchambuzi wa siasa na diplomasia za kimataifa, na hasa kubwa hivi sasa ni Mashariki ya Kati ambako kumekuwa gumzo tangu Marekani na Israel wafanya uvamizi na kufanya mashambulio katika taifa la Iran. Iran nayo ikijibu mapigo kwa kushambulia baadhi ya maeneo ya Israel, lakini baadhi ya nchi jirani ambazo zina kambi za kijeshi za Marekani. Je, suluhisho ama dunia inaweza kuepuka vipi na mzozo zaidi wa hili? Utatuzi wake uwe katika namna gani? Ndicho ambacho tunakiangalia katika sehemu ya pili na mwendelezo wa mjadala huu. Tutarejea hivi punde kwa ajili ya sehemu ya pili na ya mwisho. Mimi ni Raymond Nyamwihula. Mashariki ya Kati ndiyo eneo linalotazamwa zaidi hivi sasa kutokana na mapigano yanayoendelea katika maeneo mbalimbali baada ya Iran kuwa imeshambuliwa kijeshi na Israel na Marekani. Mimi ni Raymond Nyamwihula. Katika mjadala huu tunaye Gordon Gonde ambaye ni mchambuzi wa diplomasia na siasa za kimataifa, ambaye katika eneo la utatuzi wa migogoro ni eneo la taaluma yake. Lakini pia tunaye Ibrahim Rabi kutoka kule Umoja wa Falme za Kiarabu UAE. Rabi, katika sehemu ya kwanza kabla tunaenda mapumziko, tumesikia dhana mbili ambazo zinatolewa ama mitazamo inayotolewa na wenzetu kwa maana ya Gonde pamoja na Liaka. Nini ambacho unakichukua katika dhana hiyo ya kuelekea kwenye pengine kupata suluhu ambayo itaondoa taharuki hii duniani? Nimesikia huyu mchangiaji wa mwisho amezungumza kuhusu ikiwa Marekani ataondoka hapa na nchi za Mashariki ya Kati zitakuwa ziko kwenye tishio kamili la kushambuliwa na Irani. Nadhani hii ni nadharia ambayo mara nyingi imetengenezwa na ulimwengu wa Magharibi kukaa kwenye vichwa vya watu kuamini kuwa hili ni sahihi. Hii habari inakuwa haina usahihi wowote, kwa sababu ukiondoa huu mzozo wa hivi sasa na yale mashambulizi ya mwaka jana ambayo Irani aliyafanya kwa Iraq kwa Iraq ya wakati wa kifo cha Jenerali Qasem Soleimani na yale aliyoyafanya ndani ya Qatar baada ya mashambulizi yale yaliyopiga kwake na yakapiga kambi ya Marekani miaka 200 iliyopita, historia inatuonyesha Irani hajawahi kuvamia jirani yake yoyote, wala Irani hajawahi kuwa tishio kwa nchi yoyote iliyopo hapa Mashariki ya Kati. Kama tunatafuta uhalisia wa mambo, basi Israeli ndio tishio kabisa ambalo linatishia hizi nchi zote, kwa sababu Israeli imefanya mashambulizi mengi katika nchi hizi ambazo zinatajwa kuwa Iran ni tishio. Nadhani hii nadharia inatengenezwa kama ilivyotengenezwa nadharia iliyokuwa kule Ulaya, kwa sababu wazungu kwa miaka mingi waliaminishwa kuwa tishio kubwa kwenu ni mashambulizi yatayotoka upande wa Urusi. Sasa kadri miaka inavyokwenda, wanakuja kugundua kuwa ambaye tunaambiwa ni tishio huenda ni ndugu yetu zaidi kuliko yule aliyetuaminisha kuwa ni tishio. Kwa hiyo hili la swala la kuwa Irani ni tishio kwa majirani zake halina ukweli wowote kwa Mashariki ya Kati, kwa sababu Irani bado anashirikiana na nchi nyingi. Mfano atakwambia nchi ya Omani ni moja ya nchi inayoshirikiana kwa karibu kabisa na Omani, kwa sababu kwanza wanashare mpaka wa mfereji wa Hormuz, lakini ni majirani walio karibu kabisa kwenye eneo kama la Musandam na baadhi ya maeneo mengine kutoka kwenye mji wa Sohar ambao ni mji wa viwanda ambao kuna bandari kubwa ya Omani, bado wana karibu na Irani. Hakuna tishio lolote ambalo Omani wanalipata, kwa sababu Omani ni moja ya nchi ambayo haijakaribisha kambi ya Marekani kwenye ardhi yake, na kambi ya Uingereza ambayo inashirikisha baadhi ya wanajeshi wa Marekani, lakini Omani sera yao haina tishio kwa jirani yoyote. Ndio maana unaona kuwa wako sawa, na katika kipindi hiki tunaona kuwa karibu nchi zote za Mashariki ya Kati zimestop kasoro Omani. Hata mashambulizi yaliyoelekezwa kwenye poti za kule Omani, bado Irani wanakanusha kuwa sisi hatujahusika, lakini taarifa mbalimbali za mashirika mbalimbali yakiwemo ya nje ya kwao magharibi yamethibitisha kuwa kuna mashambulizi ambayo yanarushwa, mashambulizi ya bendera ambayo yanafanyika upande wa pili kwa ajili ya kuchonganisha wengine. Kwa hiyo kwa nadharia ya kuwa Irani ni tishio kwa majirani zake, naipinga, kwa sababu nimekuwa nikiishi eneo hili kwa miaka mingi kabla ya hapo, na miaka mingi sana nimeishi, kwa hiyo napajua vizuri hakuna tishio la Irani kwa hizi nchi, isipokuwa kuna tishio la kambi za Marekani zilizopo hapa Mashariki ya Kati dhidi ya Irani. Kwa hiyo Irani anachokifanya ni kulipa katika tishio ambalo linatoka moja kwa moja kutoka kwenye hizo nchi, na sio tishio la Irani. Pengine sasa katika kile ambacho amekizungumza awali Gonde hapa kwamba kwa kuwa shauku ni kuona kwamba mgogoro huu pengine hauendelei zaidi hapa na kupunguza taharuki duniani, inawezekana kwa kuna msukumo kutoka ndani ama nje. Umemtaja Omani kama mtu ambaye anaonekana pengine anaweza kaa katikati.
ni wapi ambapo unaona pa kukimbilia ili kuipata hii hali, kwa sababu nakumbuka mara mwisho ulisema mwenye switch ya huu mzozo kuuziba ni Iran mwenyewe. Bado unaamini hivyo? Ya kabisa, bado naamini hicho, kwa sababu tumeona mara kadhaa kuanzia mwanzo wa mgogoro kwa Marekani walikuwa mapema sana kukubali kuzungumza, na Donald Trump mara kadhaa alizungumza hilo. Hata baadaye alipokuja kuanza kukanusha kuwa hatutaki mazungumzo, kwa sisi Waswahili tunasema ni zile sizitaki mbichi hizi, na jana amerudia pia hiyo kauli kuwa hivi sasa wanataka mazungumzo na hiyo haitotokea. Ni kauli ambazo za kumlazimisha mtu akae kwenye meza, lakini ukisikiliza upande wa pili kama wao wamekuwa hawataki sana mazungumzo, kile wanachokikariri. Lakini ukirudi nyuma siku tatu utagundua kuwa toni za pande mbili zote zimebadilika na huenda mazungumzo yakapatikana, kwa sababu ukisikia hotuba aliyotoa Rais Masoud Pezeshkian yani siku 3-4 zilizopita, alizungumza kuhusu kwanza, kama wanataka Irani amalize walipe fidia, kama wanataka wamalize matatizo yaliyotokea, yani kuwa wamlipe Irani fidia, wawajibike kisheria, lakini Irani ipewe uhakikisho kuwa haitopata tena mashambulizi mengine ya namna hii. Kwa hiyo ile ilikuwa ni ishara tosha kuwa tayari Irani wapo kwenye njia ya kufungua mazungumzo kwa upande wa pili. Lakini ukija upande wa pili, ichukue hotuba ya Netanyahu, imeenda kupigia mstari hotuba ya Donald Trump na Peter Hegseth. Katika hotuba zao kuto kuzungumza kuhusu regime change, wanazungumza kuhusu kudhoofisha serikali ya Irani, makombora na nini, na Netanyahu amerudia kile kuwa tunadhoofisha uwezo hata vita itapokwisha Irani wasiweze kusimama kwenye nafasi. Maana yake kuwa na yeye ameshabadilisha ile kauli ya kuwa tunataka tufanye mabadiliko ndani ya Irani. Kwa hiyo hii ni ishara inayotoa wazi kabisa kuwa mwelekeo wa diplomasia haupo mbali sana kutoka hivi sasa. Rabia, naamini mwelekeo wa diplomasia haupo mbali. Ni nani anaenda kutengeneza ushawishi wa kuwaweka wa jamaa mezani? Ni ngumu sasa hivi kumjua kwamba ni nani anaweza kufanya hivyo. Ni mpaka pale ambapo kila pande ambayo ipo kwenye vita itaona ulazima wa kufanya hivyo, kwa sababu wakati wa vita majeruhi wa kwanza ni ukweli, na ukweli unapojeruhiwa sana ndipo pale haja ya kuamua majeruhi huyu apate huduma, ndipo mazungumzo yanaweza kukaribishwa. Wakati vita linapoanza au ilipoanza, hakuna mtu ambaye alikuwa tayari. Hizi demands ambazo kila upande anazitoa hazikuwepo. Lakini sasa hivi unapoona Irani anasema kwamba ukiondoa kwamba aruhusiwe kuendelea na project yake ya nyuklia kwa matumizi ya nishati, imekwenda beyond mpaka kutaka kutoa hizo kambi, mpaka kutafuta hayo ambayo ameelezea, na Marekani na Israeli nao kutoa ya kwao, kama Rabia alivyoelezea, tayari ni njia ya kuonesha utayari wa mazungumzo. Sasa sayansi ya mazungumzo pia huwa haifanyiki kwa kuonesha mmoja ameumia au mmoja ndio analazimisha kutaka hivyo. Ndio maana huyu anaweza kuonesha anataka mazungumzo, lakini anazunguka sana ili asioneshe kwamba mazungumzo yale yanahitajika. Kwa mimi naamini baada ya sikukuu hizi labda za zaidi, diplomasia inaweza kutumia hiyo hidi kwamba labda tuache mashambulizi pande mbili, kwa ruhusu waumini wa pande zote mbili kusherehekea, na baada hili inakuja tena Pasaka, wanaweza tena kutumia mwamvuli huo wa Pasaka kwamba tuache kipindi hiki watu wa pande zote mbili waweze kusherehekea sikukuu ya Pasaka. Wakati pande hizo zikikubali kutoa mwanya huo kwenye diplomasia, ndipo wanadiplomasia wanaona kumbe uwezekano wa kukaa kuzungumza upo. Kwa hiyo wanaangalia tunawezaje kuextend kuupa tena muda mazungumzo ya ukweli ya kuweza kuweka chini silaha. Kwa hiyo ni Iran au ni Marekani au Israel, ni ngumu kutoa jibu, lakini bado nafasi ya mtu wa tatu ambaye yuko kwenye sehemu ya waathirika wa vita hii, au mtu kutoka nje kabisa kama China ambavyo ameonyesha yeye, au akaja kutokea taifa lingine, muda ndio utakaotoa majibu. Kwa kuwa wote mmesema kwamba nafasi na dalili za mazungumzo zinaonekana, itakuwa ni nukta nzuri kwa mjadala wetu wa siku ya leo. Rabi, nikushukuru sana Ibrahim kwa kuzungumza nasi kutoka hapo katika Umoja wa Falme za Kiarabu UAE, na asante kwa kuwa nasi katika mfululizo wa mjadala huu. Shukrani sana. Naam, pia Godwin Gonde nikushukuru kwa kuwa nasi. Gonde yeye ni mchambuzi wa diplomasia na siasa za kimataifa na hasa eneo la utatuzi wa migogoro. Nikushukuru sana kwa kuwa nasi. Hii imekuwa ni sehemu ya pili ya mwendelezo wa kile ambacho tulikifanya awali. Pengine kwa sababu mgogoro wenyewe unazidi kuendelea na suluhisho likiwa linasakwa, tutakuwa na nafasi ya kujadili mengine zaidi kwa kadri sura mpya zinavyojitokeza kwenye mwendelezo wa mgogoro huu wa Mashariki ya Kati, ambao umechochewa zaidi na Israel, Marekani kwenda kuivamia Iran, nayo ikijibu mashambulizi katika maeneo mbalimbali ambayo inaona kwao ni maeneo muhimu kwa lenga ili
ili kupata aidha kulipiza kisasi ama kutafuta suluhu ya kile kinachoendelea. Mimi ni Raymond Nyamwihula, asante sana kwa kuwa nasi, endelea kutazama katika vipindi mbalimbali kupitia hapa UTV.